Jana tulikuwa tukisoma katika mlango unaosema babu ad-du'ai ila shahadati an la ilaha illa Allah. Mlango wa kulingania ama kuwaita watu katika shahada ya la ilaha illa Allah. Kuwalingania watu na kuwaita watu katika shahada ya la ilaha illa Allah. Tukaona kunako aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Naam, kwa hivyo jana tulikuwa katika aya hiyo, katika mlango huo wa kuwalingania watu katika tauhid, kuwaita watu katika kalima ya la ilaha illa Allah. Leo biidhnillahi ta'ala tutaingia katika athar, katika hadithi iliyothibiti, hadithi ambayo inapokelewa na Bukhari na Muslim. Sasa kabla ya kuingia katika darasa mpya leo, jana kuna swali ambalo liliulizwa na akhi wetu hapa Al-Hadhan, ukawa tumewekeana ahadi ya kuja kulijibu siku ya leo. Sasa kabla ya kuingia kwenye darasa mpya inshallah, Al-Hadhan nimerudia tena kuuliza lile swali, alafu kisha baada hapo ili tuweze kuendelea inshallah. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali lilikuwa ni kwamba tunaambiwa na baadhi ya madai kwamba mtu atakayejihusisha na shirki kwa muda wa siku 40 huyu mtu ibada zake hazikubaliwi. Alafu atakayefanya shirki anakuwa, kuna baadhi ya shirki mtu zinamtoa katika Uislamu kabisa yani. Sasa hapa kwenye kipengele cha kwa siku 40 ibada zake hazikubaliwi, je, ni miongoni mwa ile ibada ya toba inaingia pia? Au kama sio ibada zote ambazo hazikubaliwi, ni sala tu peke yake, je, hata ikiwa amefanya shirki jana akatubia leo, ingali itakuwa hizi siku 40 bado swala zake hazikubaliki? Naam, hilo ndo lilikuwa swali mwalimu wangu. Naam, barakallahu fik. Nafikiri kila mmoja ameshasikia. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo imepokelewa na Muslim kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema man ata arrafan, mwenye kumwendea mpiga ramli yani yule yote atakayemwendea yule mpiga ramli, fasaalahu an shay'in, akamuuliza chochote. Nikisema mpiga ramli nafikiri wanafahamika wale wanaopiga ramli, kuangalia matatizo ya watu kwa njia ya ramli. Ikiwa wanasema umpe majina yako ama umpe majina ya mama yako, chochote kile, alafu akakuangalizia, ndai kuna darubini zao wenyewe wanaangalia, ikiwa ni katika mambo ya kutabiriwa nyota na maisha yako na matatizo yako na kadha wa kadha. Sasa anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yoyote atakayemwendea mpiga ramli, man ata arrafan fasalahu an shay'in, akamuuliza kunako chochote, lam tuqbal lahu salatun 40 layla, mtu huyu hatokubaliwa kwake yeye swala atakazoziswali ndani ya siku 40.
Yani ukimwendea mpiga ramli ukamuuliza chochote, swala zako utakazoziswali siku 40 haziwezi kukubaliwa. Anasema katika wafasiri wa hii hadithi, qala Sheikh Saleh Ali Sheikh hafidhahullah, qawli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema, man ata arrafan fasalahu an shay'in la tuqbal lahu salatun 40 yawma, hadha alhadith fihi jazaa'u alladhi ya'ti al-arrafa wa yas'aluhu. Hii yani mtu swala yake kukubaliwa kwa muda wa siku 40, hii ndiyo malipo yake kwa yeye kumwendea mpiga ramli. Yani ukimwendea mpiga ramli, adhab ama malipo ambayo unayapata wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ndani ya siku 40 swala zako ambazo utakazoziswali hazikubaliwi. Tena anasema hapa ndani ya huu muda wa siku hizi, annaha taqa'u majzi'atan la yajibu alayhi qada'uha, haitapasa wewe uzilipe hizo swala, walakin la thawaba lahu fiha, ukiziswali hizo swala hakuna malipo utakayoyapata. Lakini swala zimeswihi na zimekubaliwa, lakini hakuna malipo utakayoyapata. Lakini pia vile vile usiposwali unaandikiwa dhambi. Lazima uswali. Ukiswali haulipi kwa ile swala yako. Swala yako imekubaliwa lakini haina malipo yoyote. Na usiposwali pia unapata dhambi. Hiyo ni dhambi nyingine tena, kwa kosa ile la kumwendea huyu mpiga ramli na ukamswadikisha, ukamuuliza kwanza, ukamuuliza chochote, bwana mniangalizie. Ile kitendo tu ya kumuuliza niangalizie, tayari wewe unaingia katika hii. Swala zako utakazoswali ndani ya muda wa siku 40 haiwezi kukubaliwa. Sasa je, swali linakuja, je, ni ibada ya swala tu ndo haiwezi kukubaliwa, ama ni ibada yoyote ile atakayoifanya ndani ya siku 40 haikubaliwi? Tukienda katika sharhu ya sahihi Muslim ambapo ameisharehesha hadithi hii al-Imam an-Nawawi rahimahullahu, anasema wa amma adamu qubuli salatihi fama'nahu annahu la thawaba lahu fiha wa in kanat mujzi'atan fi suquti al-fard anhu wala yuhtaju ma'aha ila i'adati. Swala zake atakazoswali muda wa siku 40 hazikubaliwi, yani halipwi kwa chochote. Na hilo halimaanishi kwamba yeye hatakiwa swali, la, atakana swali, atekeleze ibada ya swala, lakini hazina malipo yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile hadithi hii inaonyesha ambacho hakikubaliwi, yani ambacho hakikubaliwi ni ibada ya swala pekee. Sasa vipi? Swali la kuja, kwanza tufahamu ambayo haikubaliwi ni ibada ya swala pekee, lakini mtu huyu akitoa sadaka itakubalika, inahesabika na analipwa. Akifunga pia kadhalika, adhab ama malipo yake inakuja katika swala. Tufahamu kwanza ni ibada ya swala tu pekee kama ilivyothibiti katika hadithi. Ibada ya swala pekee atakayoswali ndani ya siku 40 ndio haikubaliwi. Haya, je, tuje sasa, hal tasqutu uqubatu ityani alkahin wal-arrafi idha taba al-insanu? Je, adhabu ya huyu mtu aliyemwendea kuhani ama aliyemwendea mpiga ramli huondoka, adhabu yake inakuwa inaondoka pindi ya kitubu, au inakuwa inaendelea tu ndani ya huu muda wa siku 40? Ndio hapo sasa, manake kuna kauli ilikuja kwamba hata huyu hata toba yake haikubaliwi ndani ya siku 40. Kuna kauli kama hii ilikuja, lakini ni kauli ambayo si ya kweli. Anaelezea hapa Sheikh, anasema wa ala alqawlaini, na kwa kauli zote mbili za wanazuoni, fahadha alwa'id huwa fi haqqi ghairi at-taib, onyo kali hili linamhusu yule ambaye hajatubu. Wa amma man taba falladhi yadhhar wallahu a'lam, imma yule ambaye atakayetubia
basi ni kile ambacho kinaonekana kwake yeye, maana huyu ameshatubia. Na anna taubata tusqitu anhu al-uquba. Tauba mtu atakaye, yani mtu labda amemwendea huyu mpiga ramli mathalan, tunavyoelezwa ukimwendea mpiga ramli swala yako haikubaliwi ndani ya muda wa siku 40, lakini ukishatubia tu, tauba huondoa adhabu hiyo kwake yeye. Kama jaa fi nadhirihi fi sharb al-khamri wa huwa ma rawahu Ibn Majah an Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na hili Sheikh akawa ametolea dalili ile hadithi ilivyokuja, kama ilivyokuja katika mfano unaofanana na huo kuhusu mtu aliyekunywa pombe, nayo ni hadithi ambayo anaipokea al-Imam Ibn Majah kutoka kwa Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu anayekunywa pombe, man shariba al-khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatu 40 sabahan, yeyote atakayekunywa pombe paka akalewa, kanywa pombe paka akalewa akatoka na akili, hata kubaliwa swala yake kwa muda wa siku 40. Na kipe hii imekuja na kwa yule anaye sawa na ile adhabu anayemwendea piga ramli. Kisha Mtume akaendelea, fa intaba taba Allahu alayhi, ikiwa atatubia basi Allah atakubali toba yake, maana ile adhabu yake itakuwa imeshadondoka pale, hata kama hazijafika zile siku 40 muda wako ametumia, hata kama akitubia siku hiyo hiyo ile adhabu kwake yeye imeondoka, maana ibada yake ya sala itakubaliwa. Sawa ikawa imetolewa katika hadithi hii. Kwa hivyo na ni hadithi sahihi ambayo amesahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah. Na pia vile vile kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba la, rawahu Ibn Majah wa hasanahu al-Albani fi sahih Ibn Majah. Na pia kauli ya Mtume inasema, at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba la, mwenye kutubu, yani mtu aliyefanya dhambi kisha akatubia kwa ile dhambi aliyoifanya, basi huyu kama la dhanba la, ni kama vile hana dhambi yoyote. Wallahu a'lam. Sheikh akamaliza kwa kusema wallahu a'lam. Kwa hivyo sharh ya Sahih Muslim. Kwa hivyo yule atakaye muendea mpiga ramli na makuhani kamuuliza kwa chochote, maana huyu amefanya shirki, lakini akitubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ile adhabu inayodondoka ile ya kusema kwamba hatokubaliwa ibada yake ya sala atakayoiswali ndani ya muda wa siku 40 inadondoka pale pale atakapotubia. Hata kama kamuendea mpiga ramli siku hiyo hiyo akajua kwamba amefanya kosa, akajuta, akaleta istighfar, akaleta tauba ya kikweli, basi pale pale ile adhabu inadondoka pale pale kwake yeye. Manake ataendelea na ibada zake kama kawaida, kwa sababu tauba ya mtu atakayoitubia hapo hapo inakuwa ni sababu ya kudondoka ile dhambi aliyoifanya. Anna taubata tasqutu anhu al-uquba, tauba ya mtu aliyoifanya inadondosha kwake yeye nini? Ile adhabu aliyowekewa na Allah. Na Mtume anasema, at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba la, yote yule atakayetubia kunako dhambi aliyoifanya basi ni sawa na mtu hana dhambi kabisa. Kwa hivyo ile ya kusema kwamba hata tauba yake haikubaliwi ndani ya muda wa siku 40, hii ni kauli ambayo si ya kweli, kwa sababu tauba huwa inafuta yote hayo, yote tauba inayafuta. Tauba ya mtu inafuta yote hayo na anakuwa mtu ni msafi kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri hiyo itakuwa imeeleweka kwa Al-Ihdhan na kwa wengineo pia. Hii hadithi ipo katika Sahih Muslim 2230, katika Sahih Muslim 2230 tutaipata hadithi hii, man ata arrafan
fasalahu an shay'in, kwanza hatokubaliwa swala yake, ni swala tu, ni ibada ya swala, lakini nyingine zote zinakubaliwa. Na ikiwa atatubia, basi ile inadondoka kwake yeye, maana inafutika kwake yeye hiyo dhambi. Naam. Barakallahu fik wa jazakumullahu khair. Tuendelee na darsa ya leo inshallah, maswali mengine yatafuata baadaye inshallah. Nasikika kwa uzuri, maana kama mtu anasema ama ni vizuri sana, vizuri sana, tunakusikia vizuri sana. Basi inshallah tunaendelea na darsa ya leo. Ni tunaingia katika hadithi baada ya jana kusha kuona aya. Leo tunaingia katika hadithi. An Ibn Abbas radiyallahu anhu, kutoka kwa Ibn Abbas radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ibn Abbas anaelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma ba'atha Muadhan ila al-Yaman qala lahu, wakati ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Muadh bin Jabal kuelekea Yaman. Hapa tunazungumzia mlango wa kuwalingania watu, kuwaita watu katika tauhid, kuwaita watu katika la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqqin illa Allah, kuwaita watu katika tauhid. Anaelezea Ibn Abbas, anasema wakati ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Muadh bin Jabal kuelekea Yaman, alimwambia hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Muadh, na Muadhi baada ya kutumwa na Mtume safari hii hakuonana naye tena Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka mauti, na alikaa huko kwa kazi aliyopewa. Sasa wakati anatumwa aliambiwa maneno haya, qala la, alisema kumwambia Muadh. Muadh anaambiwa na Mtume, innaka taati qauman min ahli alkitab, hakika wewe unawaendea watu huko Yaman, huko unapofika. Na hiyo Yaman ni nchi, fikiri inafahamika Yaman ama Yemen, sasa hivi inaitwa Yemen Kiswahili, Yemen sio ni Kiswahili, sio ni Kizungu, nchi ambayo iko kusini huko kwa Jaziratul Arab. Anatumwa huko kwa lengo ilikuwa ni awe da'iyan ila Allahi wa waliyan wa qadiyan. Alitumwa huko akawe da'i, akawe mlinganizi, awaite watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe mwakilishi huko wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, awe qadhi, simame kama qadhi huko kuamua na kutatua yale mambo yatakayowapata huko. Na hilo lilifanyika, wadhālika fi sanati 10 min alhijra, na hilo lilifanyika mwaka wa 10 hijiria, mwaka wa 10 hijiria ndipo lilifanyika hilo. Sasa Mtume akamwambia Muadh bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, hakika wewe unawaendea watu katika ahlul kitab, humul yahudu wan nasara, nao ni mayahudi na manasara, liannahum kanu fil yaman akthara min mushriki al-arab wa aghlab, kwa sababu hao mayahudi na manasara walikuwa wengi sana huko katika nchi ya Yaman, walikuwa wengi kuliko Waarabu. Hao wayahudi na manasara walikuwa wengi sana huko katika nchi ya Yaman. Sasa ndipo anamwambia utakwenda kukutana na watu wa ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ila shahadatu an la ilaha illa Allah. Ukifika huko katika hiyo nchi ya Yaman, katika da'wa yako unayoifanya, falyakun awwala ma tad'uuhum, liwe jambo la mwanzo kabisa ambalo utakalowaita nalo, jambo la kwanza kabisa ambalo utaanza kuwalingania hao watu, shahadatu an la ilaha illa Allah,
liwe jambo la mwanzo utakaowalingania, uwaite watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wafikishie kalimatu tauhid, waite watu katika kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanawaendea watu ambao walikuwa hawamwabudu Allah, wanaabudu vitu vingine, na walikuwa na ilmu na hiyo. Na hapa tutaona kwa nini Muadh alitumwa. Muadh unafahamu, nafikiri tulisoma huko nyuma, kwa ni katika sahaba ambaye ni mwenye ilmu, katika masahaba wenye ilmu pia alikuwa na Muadh bin Jabal. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma huko Yaman, na akamwambia huko unapofika kwa hao ahlul kitab, liwe jambo la mwanzo kabisa ambalo utaanza kuwalingania nalo liwe ni shahadatu an la ilaha illa Allah, iwe ni shahada ya la ilaha illa Allah. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine aliambiwa liwe jambo la mwanzo ambalo unawalingania ila an yuwahhidu Allah, ni katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidhalika, ikiwa watakutii kwa hilo, ikiwa watakusikiliza kwa hilo, ay shahidu wanqadu lida'watika wa kafaru bima yu'badu min dunillah, ikiwa watashuhudilia hilo, watakubali hiyo tauhid, watakubali kwamba la ilaha illa Allah, wakaipokea da'wa yako na wakakufurisha, wakapinga yale yote waliokuwa wakiabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alimuhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawatin, basi wafundishe na hili. Yani kwanza iliwe unawaita watu katika tauhid, wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala pekee, walinganie watu katika tauhid, katika la ilaha illa Allah. Ikiwa watakubali hilo, wakapokea hilo, kisha uwafikishie na hili sasa, wafikishie na jambo lingine, wafundishe na jambo lingine, anna Allah aftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin, wafikishie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwa wao swala 5 kila usiku na mchana, watekeleze ibada ya swala 5. Farada alayhim, iftarada alayhim bimaana aujaba alayhim, Allah amewajibisha kwa wao, ni wajibu watekeleze ibada ya sala. Wakisha kupokea shahada kalima, wakishapokea tauhid, kisha sasa ndio ije katika kuwafikishia ibada ya sala. Fa inhum ata'uka lidhalik, ikiwa watakutii sasa kwa hilo, yani amanu bifardhiyatiha wa aqamuha, ikiwa wataamini faradhi hiyo ya sala na wakaitekeleza hiyo ibada ya sala, fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim sadaqatan, wafundishe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aftarada alayhim sadaqatan ay aujaba alayhim az-zakah, wafundishe na waambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pia amewajibisha kwa wao watoe zakka, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, zakka ambayo inachukuliwa kwa wale matajiri wao kisha wapewe wale mafukara wao. Zakka inatolewa kutoka kwa matajiri kisha wanapewa fukara. Hapo umetajwa fukara, lakini wapo wengi ambao wanastahili kupewa zakka. Nafikiri ile aya imeeleza kule, inama sadaqati lilfuqara ila al-akhir. Fa inhum ata'uka lidhalik, na ikiwa watakutii hilo sasa, yani tayari umeshawafikishia tauhid, wakaipokea, ukawafikishia ibada ya sala wakaipokea, ukawafikishia ibada ya zakka wakaipokea, wakakusikiliza, wakakutii katika hilo, fa iyyaka wa karaima amwalihim, yani karaima mansubun ala at-tahdhir jam'u karimati wa hiya khiyarul mali wa nafaisihi, jiepushe na kuchukua mali iliyo bora zaidi kwa wao, maana watoe zaka zao kwa khiari yao. Jiepushe kuchukua ile mali ambayo itakuwa ni wao wanaipenda, wanaona ni bora zaidi, ukawachukulia mali yao. wattaqi da'watal madhlum, naogopa dua ya mtu aliyedhulumiwa, iogope dua ya mtu aliyedhulumiwa. Fa innahu
laysa bainaha wa baina Allahi hijab. Ittaqi da'wat al-madhlum, ihdharha waj'al bainaka wa bainaha wiqayatan bifi'li al-'adli wa tarki adh-dhulm. Yani ogopa dua ya mtu aliyedhulumiwa, maana yake kuwa na tahadhari nayo, na jiwekee kinga baina ya mtu aliyedhulumiwa kwa kufanya uadilifu, na uache nini? Uache dhulma. Usidhulumu watu, kwa sababu mtu aliyedhulumiwa akikuombea dua yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani ule mtu uliyemdhulumu kisha kuombea dua kwa Allah, basi ile dua atakayokuombea wewe kwa Allah, dua hiyo ni mustajaba, ni yenye kukubaliwa. Kisha hadithi hii ikawa ni akhrajah, bimaana akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaini. Mpokea hadithi hii al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Hadithi hii tunaona Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuamtuma Muadh bin Jabal kuelekea Yemen, kisha ampa tahadhari, huko utakutana na watu ahlul kitab, liwe jambo la mwanzo kabisa utakaloanza kuwalingania ni katika shahadatu an la ilaha illa Allah, ila an yuwahhidu Allah. Jambo la kwanza liwe hili, waite watu katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, walinganie watu katika tauhidi. Na ndio leo hii inapotakikana hii iwe. Ukifika mahali madai ya wale, ukifika mahali kabla ya kuanza kufanya chochote, kwanza walinganie watu katika tauhid, angalia akida zao ziko vipi, kisha baada ya hapo ndio zije sasa ibada ya sala. Maana hapa Mtume anasema fa in ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawati fi kulli yawmin wa laylatin, fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim sadaqatan, bimaana awjaba alayhim az-zakah. Kwa hivyo hiyo ndio hadithi ambayo tutakayoishi nayo siku ya leo. قال الشيخ الفوزاني حفظه الله: المعنى الإجمالي للحديث، معنى يا وجملة، معنى يا moja kwa moja ya hii hadithi, maana yake ya moja kwa moja katika hii hadithi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma wajjaha Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu ila iqlim al-Yaman, wakati ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Muadh radiyallahu anhu kuelekea katika nchi ya Yemen, akiwa ametumwa Muadh kuelekea huko akiwa kama da'iyan ila Allah wa mualliman, akiwa ni mlinganizi, anawalingania watu, anawaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile awe kama mwalimu. Rasama lahu al-khuttata allati yasiru alaiha fi da'watihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimchorea njia ambayo atakayoitumia Muadh kupita katika da'wa yake anayoifanya. Bimaana alimpa muongozo namna gani utakwenda kufanya da'wa, namna gani unakutana na watu wa aina gani, namna gani uanze kufanya da'wa yako. Alimpa njia hii, alipewa njia. Fabayana lahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akambainishia Muadh annahu sayuwajihu qauman ahla ilmi, kamwambia Muadh kwamba unapokwenda huko utakutana na watu wenye ilmu. Ahlul kitab wa Yaman walikuwa na ilmu, tena sio ilmu tu, wajadalin, na watu wa mjadala. Sio rahisi tu kukubali kile ambacho wewe unachowaambia. Minal yahudi wan nasara, katika mayahudi na manasara. Mtume akambainishia kabisa, akamwambia wazi kabisa, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, unawaendea watu wa kitabu, ni watu wenye ilmu, ni watu wa jidal hapa. Kwa nini alimwambia haya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Alimwambia kwa lengo la liyakuna ala ahbatin limunadharatihim wa radd shubhihim. Alimwambia haya ili Muadh apate nini? Kujiandaa kwenda kukabiliana na hao watu
kwa mijadala yao atakaoleta, maswali yao atakaoleta, aweze kukabiliana nao kwa uzuri, na pia vile vile ili aweze kuradi zile shubha zao ambazo watamletea. Muadhi kama tulivyosema alikuwa ni alim, alikuwa ni mwanazuoni katika masahaba. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchagua yeye kumtuma kuelekea Yaman. Kisha baada ya hapo Mtume pia akampa mwongozo. Katika mwongozo pia aliyompa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, thumma liyabda fi da'watihi bil aham fal aham, aanze katika da'wa yake kwa lile jambo ambalo ni muhimu zaidi, kisha lifuatie la muhimu. Yani aanze kwa yale mambo ya muhimu, kisha yafuatie ya muhimu zaidi. Fayad'u an-nasa ila islahi al-aqidati awalan li'annaha al-asasu, watu mwanzo waanze kutengeneza nini? Aqida zao, waanze kutengeneza aqida zao katika mioyo yao, kwa sababu aqida ndiyo msingi. Hakuambiwa aanze kwanza kulingania swala. Tuangalie hadithi namna ilivyokuja. Hakuambiwa bana kawaambie watu wa zaka ama waambie watu waswali. Kwanza aliambiwa nini? Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, wa fi riwaya ila an yuwahhidu Allah. Liwe jambo la mwanzo kabisa ambalo wewe utaanza kuwalingania hao, kwanza uwalinganie katika tauhid, watengeneze nini? Aqida zao. Itakuwa haina maana yoyote ikiwa wataswali, watafunga, watatoa zakka, watafanya haji, lakini ikawa akida zao ni mbovu, hakuna maana yote mbele ya Allah. Yani mtu ikiwa atafanya ibada zote kubwa kubwa hizo ambazo tunaona ni kubwa, ima atakwenda haji, atafanya ibada ya sala, atatoa zakka, atalisha maskini na kadhalika katika ibadat, lakini akida yake mbovu, yani anafanya hayo yote, anaswali, anafanya kila kitu, lakini kuna muda ukifika anakwenda kuabudu makaburi na kadha wakati, akida yake mbovu. Huyu mtu manake msingi wake ni mbovu. Waanze kutengeneza akida yake, ibada zake zote hazitamnufaisha. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kwa hivyo akida kwanza ndicho alichoambiwa Muadh, watu waanze kutengeneza akida zao. Fayad'u an-nasa ila islahi al-aqida awalan, waanze kutengeneza nini? Aqida zao mwanzo kabisa, li'annaha al-asasu, kwa sababu hiyo aqida ndiyo msingi wa dini. Dini yote imebebwa katika aqida. Ndugu zangu katika imani, Uislamu wetu unabebwa katika aqida. Ikiwa mtu akida yake itakuwa ni mbovu, haitamnufaisha yeye ibada yake yote atakayoifanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa atafanya shirki. Na akida, ikiwa akida ndio msingi, kama vile tunavyoona nyumba ni msingi, wenyewe wanasema. Ikiwa msingi haujasimama vizuri, maana nyumba hii pia haitosimama vizuri, siku sio nyingi itabomoka. Lakini msingi ikiwa utawekwa vizuri, utakaa vizuri, ukashikilia ardhi vizuri, nyumba itakayojengwa hapo pia na yenyewe itakaa vizuri, itatulizana hivi mustaqim. Lakini hivyo kadhalika katika dini, ikiwa akida yako ndio msingi huu, utakaa vizuri, ukawa katika tauhid vizuri, umesimama vizuri katika akida hii ya tauhid vizuri kabisa, basi dini yako yote itakuwa salama salimini. Hivyo kadhalika akida yako ikiwa haijakaa vizuri, hata dini yako pia haitakaa vizuri, ibada zako hazitakunufaisha mbele ya Allah, kwa sababu akida ndiyo msingi. At-tauhid awalan, at-tauhid awalan, mwanzo kabisa watu wawe na tauhid. Tauhidi mwanzo kabisa. Ndio maana kitu tulisoma katika ile kitabu ya Usulu Thalatha, sharh yake ile, Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo alifanya da'wa kwanza kuwalingania watu katika tauhid. Ndipo baada ya hapo takriban miaka 10 akifanya watu da'wa kwa tauhid, ndipo sasa ikaletwa ibada ya swala. Kwanza watu watengeneze nini? Aqida zao, watengeneze tauhid yao, wawe na ukweli wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala haqqan, ukweli wa kumwabudu. Kwa hivyo Muadh bin Jabal alitumwa Yaman
lakini akaambiwa jambo la mwanzo walingania watu katika islahi al-aqida, kutengeneza aqida zao. Awalan, kwanza kabisa, liannaha al-asasu, kwa sababu huo msingi huo ndio aqida. Aqida ndio msingi. Fa idha qadu lidhalik, pindi watakapokubali wakalipokea hilo la tauhid la aqida, wakatengeneza aqida zao kwa uzuri, tayari sasa hapo amarahum biiqami ssalah, waamrishwa kusimamisha sala. Na akawaambia sasa, ikiwa watakubali aqida, basi waamrishe nini? Waanze sasa kutekeleza ibada ya sala. Kuonesha hapa kutakuwa hakuna maana ikiwa mtu anaswali alafu bado akida yake ni mbovu, swala yake haitamnufaisha na chochote. Yani mtu anaswali alafu ni mshirikina, bado swala yake haina manufaa yoyote kwake. Mbona alikuwa anaswali lakini ni mshirikina? Bado huyu swala yake haitamsaidia chochote. Akifa na dhambi hilo la shirki, swala yake haitamnufaisha chochote. Kwanza ni nini? Aqida iwe nzuri. Kisha baada ya hapo, ikiwa watakubali hilo, manake sasa ilikuwa mpaka aqida zao zitengemae, mpaka aqida zao zifanye nini? Zitengemae, mpaka aqida zao zikae sawa, zinyooke, ndipo sasa waamrishwa katika nini? Kutekeleza ibada ya sala. Utamwambia mtu aswali alafu akida yake ni mbovu, bado anaamini kuna kitu kingine kinachomsaidia kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, tamsaidia nini? Fa idha qadu lidhalik, pindi atakapolipokea na wakalikubali hilo, kama ilivyokuja katika hadithi, fa inhum ata'uka lidhalika, ikiwa watakutii katika hilo ambalo utakalo wapelekea, amarahum biiqami ssalati liannaha a'zamu alwajibati ba'da at-tauhid, watu wakaamrishwa katika kutekeleza ibada ya swala, kwa sababu hiyo ibada ya swala liannaha a'zamu alwajibati, kwa sababu pia hiyo ibada ya swala ni katika wajibu mkubwa zaidi baada ya tauhid. Yani baada ya mtu tu kutoa shahada, baada ya mtu tu kukubali tauhid, yatakana ingia katika nini? Katika kutekeleza ibada ya swala. Al-ahamu bil-aham, ama bil-ahami fal-aham, jambo kubwa zaidi kisha kubwa zaidi. Yani baada ya watu kisha kuipokea tauhid, kisha waingie katika wajibu mkubwa zaidi unaofuata, ambao nao ni nini? Ni kutekeleza ibada ya swala. Watakapolikubali hilo, fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin, waambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwa wao kutekeleza ibada ya swala, swala 5 kila usiku na mchana. Na swala 5 ziko usiku na mchana, swala 5 kwetu sisi zipo usiku na mchana. Fa idha qamuha, pindi watakapotekeleza hiyo ibada ya swala, wakasimamisha hiyo swala, amara aghniyaahum, waamrishwe sasa hao matajiri wao, bidaf'i zakati amwalihim ila fuqaraihim, waanze sasa kutoa zaka katika mali zao, watoe mali zao zaka, wawape mafukara wao, muwasatan lahum shukran lillah, ikiwa ni kuwasaidia hao mafukara, kuwaliwaza hao mafukara. Na ndio lengo la zaka. Nafikiri kuna mlango mpana wa zaka huko, kama itavyokuja kuelezwa na mwalimu wetu wa fiqh itakapofika katika mlango huo wa zaka. Lengo katika malengo ya zaka ni kuwainua maskini, kuwainua mafukara. Na kile mali yako wewe unaitoa katika zaka, unampa ule maskini, naye ni unampa mali ambayo ataweza lau kufungua hata na yeye biashara, aendeleze katika biashara yake na yeye, ili na yeye aje aweze kutoa nini? Kutoa zaka, kumpa mwingine. Na pia vile vile ni katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya mali aliyokupa. Kwanza unamsaidia huo, na pia vile vile unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ya mali aliyokupa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam thumma hadharahu, kisha akampa tahadhari. Muadh bin Jabal akampa tahadhari min akhdhi jayyid almal lianna alwajiba alwasatu,
akampa tahadhari Muadh bin Jabal asichukue ile mali ambayo itakuwa ni bora zaidi kwa wao. Akawa sasa kama vile kuwanyonya wale matajiri, asichukue mali hiyo ambayo itakuwa ni bora kwa wale matajiri sana, bali alwajib alwasatu, wajib ni ile kati na kati, isiwe mali kubwa sana ambayo sasa itampelekea mpaka huyu tajiri kutikisika katika utajiri wake, wala pia isiwe mali duni zaidi ambayo haitamnufaisha huyu, bali alwasatu, iwe kati na kati. Mali ile ambayo inatolewa katika zaka iwe kati na kati. Kisha vile vile thumma hathahu ala al-adli wa tarki adh-dhulmi lialla yad'u alayhi al-madhlumu wa da'watuhu mustajabatun. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamhimiza, kisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akamhimiza Muadh bin Jabal ala al-adli, juu ya uadilifu, bimaana awe muadilifu katika huko anapoelekea, awe muadilifu pia vile vile aache dhulma wa tarki dhulmi lialla yad'u alayhi al-madhlum, ili asije akaombewa na yule aliyodhulumiwa, asiwadhulumu watu, asije akaombewa dua na yule aliyemdhulumu. Walmadhlumu da'watuhu mustajabatun, na yule mtu aliyedhulumiwa dua yake atakayoiomba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kukubaliwa. Dua ya yule ambaye umemdhulumu chochote kile, mdhulumu akanyoosha mikono akamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, fulani amenidhulumu kadha wa kadha, basi fahamu dua yake inakubaliwa. Wala ndugu zangu, tusipuuzie katika hili, tusije tukaona hili ni jambo jepesi, kwa kuwa wewe una nguvu, kwa kuwa wewe una cheo, kwa kuwa wewe una mali, una pesa, ukawadhulumu wanyonge. Wallahi fahamu hawa wanyonge kimbilio lao kubwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na fahamu dua ya mtu aliyedhulumiwa mbele ya Allah hakuna kizuizi, ni yenye kukubaliwa, ni yenye kupokelewa. Haijalishi huyo ni mdhulumu yuko vipi. Sio kaona huyu ni mfanya madhambi tu, huyu ni asi huyu. La, usimdhulumu. Hata kafir, unaona huyu ni kafiri huyu, usimdhulumu. Fanya uadilifu baina yao. Fahamu dua ya mtu aliyedhulumiwa hapa haijawekewa sharti kwamba awe mcha Mungu ama awe mwema ama awe muumini ama awe kafiri. Hapa haikuwekewa sharti. Muda kuwa umemdhulumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, dua yake itakubaliwa. Aliyokuombea kama ni mabalaa yatakufika tu, hata kama ni muda gani. Siona mbona bado niko na dunda, wewe subiri utaona tu. Muda kuwa umemdhulumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, dua yake imepokelewa na utajibiwa hapa duniani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsisitiza sana Muadh bin Jabal, wattaqi da'wata al-madhlum, ogopa dua ya mtu aliyedhulumiwa, fa innahu laysa bainaha wa baina Allah hijabun, kwa sababu hiyo dua ya mtu aliyedhulumiwa hakuna baina yake na baina ya Allah kizuizi cha kuizuia, maana kinapokelewa. Manake hapa alimuhusia na akamsisitizia katika uadilifu na kuacha dhulma, ili asije akaombewa dua na mtu aliyedhulumiwa, kwa sababu dua ya mtu aliyedhulumiwa ni mustajabu, yenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo maana ya moja kwa moja katika hadithi. Munasabatul hadithu lilbab, munasabu hadithi hii katika mlango. Anasema al-Allama al-Fawzan hafidhahu Allah, anna awwala ma yud'a ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, hakika jambo la mwanzo ambalo lafaa watu waanze kulinganiwa nalo mwanzo ni katika shahada an la ilaha illa Allah, ni katika tauhid. Wa fihi irsalu ad-du'ati bidhalik, na kupitia hiyo tauhid basi watu hutumwa wajumbe kwa ajili ya tauhid, yani watu watumane, watu watoke
wasikae tu mijini wakaridhika tu kukaa mijini, wakati vijijini huko kuna watu hawajui hata kuabudu. Wao kuna watu nafikiri wapo mimi nishawaikuta sehemu moja, sitoitaja, lakini nishawaikuta watu bado wapo mpaka leo hii bado watu wapo, wanakwenda kwa mashekhi wao. Kishafika pale kwa ule shekhi, anakaa pale, shekhi anamtemea mate, shekhi anachukulia udhu maji, kisha yale maji ambayo shekhi amechukulia udhu anapewa yule mtu anakunywa. Ndio baraka hii sasa, ndio baraka hii. Wapo mpaka leo, wapo watu wanaenda kwa shekhi, kishafika pale wanamsujudia, kisha msujudia yule shekhi pale, unaona sasa nimeshachukua baraka hapa, anabusu miguu, anafanya hivi na hivi kadha. Wapo watu kiamini kwamba hao ni masharifu wetu, hawa ni kadha wa kadha. Kwa hivyo watu watoke jamani, wale wanaolingania, walinganizi waende huko vijijini wakafanye da'wa huko, kaa tu mjini huko, wallahu musta'an. Ma yustafadu min alhadith, faida tunazozipata katika hadithi hii. Faida ya kwanza, mashru'iyatu irsali ad-du'ati ila Allah, kujuzu ama kufaa kwa kutumwa wajumbe kwa ajili ya kwenda kulingania kwa ajili ya Allah. Kufaa kutumwa kwa wale walinganizi kwenda kulingania kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala inafaa, lakini kunaangaliwa masharti katika hao wanaotumwa. Kwanza wawe ni katika watu wenye elimu, waende kulingania da'wa ala basiratin, kwa ujuzi, kwa ilmu, kwa hujja, kwa yaqini. Wasiende tu hivi hivi kama wanavyofanya wale ndugu zetu ahlu tabligh, jamaatu tabligh wanavyofanya, kwenda kulingania pasi na ilmu. Kwa sasa badala ya kuwaongoza watu inakuwa ni sababu ya kuwapotosha watu. Tabligh kulingania watu bila ilmi, bila elimu, bila utaratibu, bila njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wakienda kufanya da'wa basi wafuate kama hapa alivyo. Huu ni mfano mzuri sana kwa wale ambao wanatoka kwenda wapi kufanya da'wa, kwenda huku na huku. Kwanza, jambo la kwanza ambalo wafaa walinganiwe watu nalo ni nini? Ni tauhid. Haitakuwa na maana yoyote watu waswali alafu kisha wanamshirikisha Allah. Haitakuwa na maana yoyote hii. Watu walinganiwe mwanzo katika nini? Katika tauhid, katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo sasa watu waje sasa katika ibada nyingine, kama ilivyokuwa hapa kwa Muadh bin Jabal alipotumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni faida ya kwanza, kujuzu ama kufaa watu watumwe kwa ajili ya kwenda kufanya da'wa, kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya pili, anna shahadata an la ilaha illa Allah awwal wajibin hiya awwal ma yud'a ilayhi an-nas. Shahada hiya la ilaha illa Allah, bimaana tauhid ndio wajibu wa kwanza kabisa, awwal wajibin wa hiya awwal ma yud'a ilayhi an-nas, nalo ndio jambo la mwanzo kabisa ambalo watu wanafaa waanze kulinganiwa nalo, ni tauhid. Watu wafaa kabisa mwanzo kuanza kulinganiwa nalo ni jambo hili la nini? La tauhid. Tunapata pia kuona katika faida tunazozipata katika hadithi hii, kwa sababu Muadh alivyotumwa Mtume aliambiwaje? Jambo la mwanzo walingania watu katika la ilaha illa Allah. Maana kuonesha kwamba anna shahadati an la ilaha illa Allah awwal wajibin wa hiya awwal ma yud'a ilayhi an-nas. Faida ya tatu, anna ma'na shahadati an la ilaha illa Allah, hakika kwamba shahada hiya la ilaha illa Allah tauhidullahi bil ibada wa tarki ibadati ma siwa. Maana ngoni mwa maana la ilaha illa Allah ni tauhidullahi bil ibada,
kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, wa tarki al-ibadati ma siwa, na kuacha ibada kwa asiyekuwa Allah, kuacha kumwabudu asiyekuwa Allah, kuacha kupeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa watu waelekeze ibada zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya 4, annahu la yuhkamu biislami alkafir illa binnutq bishahadatayn. Kafiri hawezi kuhukumiwa kuwa kama ni Muislamu mpaka awe ametamka hizi shahada mbili. Yani yule ambaye si Muislamu hawezi kuhesabika, hawezi kuhukumiwa kwamba huyu ni Muislamu illa binnutq bishahadatayn, mpaka awe ametamka hizi shahada mbili, au anafahamu na ameshakiri tayari kwa moyo wake na kwa ulimi wake, la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikiwa hii ndio maneno na ndio kalimatu tauhid na ndio maneno ambayo inamfanya mtu kuwa ni Muislamu. Faida ya 5, anna al-insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rif ma'na la ilaha illa Allah. Yani mtu anaweza kuwa ni msomi mwenye elimu lakini la ya'rif ma'na la ilaha illa Allah, hajui maana la ilaha illa Allah. Na hawa wengi katika mujtama, tuko nao katika jamii. Mtu unaweza kumkuta anasema kabisa la ilaha illa Allah, lakini la yaarif maana la ilaha illa Allah, hajui maana la ilaha illa Allah. Na utajuaje kama hajui maana la ilaha illa Allah? Katika maneno yake, katika vitendo vyake. Huyu utaona kabisa huyu la ilaha illa Allah iko mdomoni bali haiko moyoni. Hajui, kwanza hajui nini maana la ilaha illa Allah. Au yaarifuhu wala ya'malu bihi ka hali ahli alkitab, au anajua kabisa maana la ilaha illa Allah, bimaana la maabuda bihaqqin illa Allah, hapana inayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, walakin la ya'malu bihi, hafanyi kazi hiyo la ilaha illa Allah. Ndio utamkuta mtu anaingia katika ushirikina, na fil hali ametamka la ilaha illa Allah na anajua kabisa la maabuda bihaqqin illa Allah, hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, lakini anakwenda kuabudia mizimu, anakwenda kuabudia makaburi, anakwenda kutawakal katika mahirizi na kadha wa kadha katika shirkiyat. Huyu mtu ametamka la ilaha illa Allah, ama anafahamu lakini haifanyi kazi. Kutakuwa na maana gani kwake yeye kusema la ilaha illa Allah? Ukisema la ilaha illa Allah kikweli, uwe ni mtu wa la ilaha illa Allah, kwanza uwe unaifahamu nini la ilaha illa Allah, bimaana la maabuda bihaqqin illa Allah, hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha uifanyie kazi hiyo la ilaha, iwe ni kweli la maabuda bihaqqin illa Allah katika kila kitu chako, katika kila ibada yako yoyote ile. Muda kuwa hii ni ibada, usielekeze ila uelekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye ila uifanye kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La maabuda bihaqqin illa Allah, uifahamu na uifanyie kazi hiyo kalimatu la ilaha illa Allah. Faida ya 6 tunayoipata katika hadithi hii, anna mukhatabati alimi laysat ka mukhatabati aljahili. Yani mtu kuzungumza na alim tofauti kabisa na unavyozungumza na jahili, yani yule ambaye si alim, ambaye si msomi, ambaye hajui chochote katika dini. Kwa sababu hapa Muadh bin Jabal tunaona wakati anatumwa Mtume Muhammad anamwambia, huko unapofika, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, wewe unawaendea watu wa ahli alkitab ambao ni watu ambao ni wasomi, qauman ahla ilmin wa jadalin min alyahudi wan nasara, unawaendea watu wasomi wewe huko. Sasa fahamu namna gani utakavyoweza kuongea na hao wasomi,
Mtume alimwambia hivi ili aweze kumwandaa, kwa sababu anakwenda kukutana na watu wenye elimu, ahlul kitab min al-yahudi wan nasara, katika mayahudi na manasara huko Yemen, watu wenye elimu. Sasa fahamu namna gani utakavyoweza kuongea na watu wenye elimu, tofauti na utakavyoongea na watu ambao hawana elimu. Kwa hivyo kuzungumza na watu wenye elimu tofauti na kuzungumza na watu ambao hawana elimu. Faida hii ya 6 tunaipata hapa. Faida ya 7, atambihu ala annahu yanbaghi lilinsani khususan ad-da'iya an yakuna ala basiratin min dinihi liyatakhallasu min shubhati almutashabbihina ashubhati almushabbihina wadhālika bitalabi alilmi. Faida ya 7 tunaipata katika hadithi hii kwamba hii ni tambihi kwa yule mtu hasa da'i, hasa anayelingania, anayewaita watu katika khair, anayewaita watu katika kalimatu tauhid. Kwanza kabisa awe na nini? Ala basiratin, ay yakuna ala basiratin min dinihi, awe na ujuzi katika ile dini yake. Asiwe jahili, yani asiwalinganie watu kitu ambacho hajui, awe anakifahamu kila anachokilingania. Na hii itamsaidia yeye liyatakhallasu min shubhati almushabbihina. Hii itakuwa ni sababu ya kumtakasa yeye na shubha ambazo zitakazoletwa na wale wenye kuleta shubhat. Sasa ikiwa mtu hana ilmu, hawezi kujua kwamba hii kuna watu wale ambao wanalingania watu katika upotevu, wanalingania watu katika hawa, huwa wakaleta shubhati nyingi sana, talbisati nyingi sana. Sasa mtu ikiwa hana ilmu hawezi kufahamu hivi. Wadhalika bitalabil ilm, wadhalika bitalabil ilm, na hayo yanapatikana kwa mtu kusoma nini? Kusoma elimu, kuitafuta elimu. Hayo yanapatikana kwa mtu kukaa chini kusoma ilmu. Manake wewe lingania, unafikishia watu da'wa, basi uwe na ujuzi na kile ambacho unachokifikishia. Faida ya 8, anna as-salata a'zamu alwajibati ba'da shahadati. Hakika ya sala ni wajibu mkubwa zaidi baada ya kufuatiwa na nini? Baada ya shahada, yani baada ya watu wakishalinganiwa katika tauhid, wameshamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ikawa wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, basi wajibu mkubwa zaidi unaofuatia baada ya shahada mbili ni nini? Ni as-salah. Faida ya 9, anna zakata awjabu arkanin ba'da salatin. Anna zakata awjabu arkani ba'da as-salah. Hakika ya zaka ni wajibu pia mkubwa, ni nguzo kubwa pia inayofuata baada ya nini? Baada ya sala. Kwa sababu hadithi hapa ilipangilia kwa uzuri kabisa. Liwe jambo la mwanzo ambalo utaanza kuwalingania nalo iwe ni shahada, maana yake tauhid, walingania watu katika tauhid. Baada ya hapo, fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawat, ikafuatia swala. Kisha baada ya hapo waambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aujaba alayhim az-zakah. Na hii ni kuonesha kwamba ibada kubwa zaidi kwanza ni watu walinganiwe katika tauhid, ama watu waifahamu wawe na tauhid, kisha baada ya hapo as-salah, kisha baada ya hapo az-zakah. Ikiwa hizi zimepangiliwa kama ilivyokuja katika arkanul Islam, nguzo za Uislamu. Maana pale tunaona kumeanza shahadatain, kisha sala, kisha zaka, kisha funga, kisha haji. Haya, faida ya 10 tunaipata, annahu la yajuz akhdhu az-zakati min jayyid al-mal illa birida sahibihi. Haifai kuchukua katika zaka ile mali ambayo ni bora zaidi, kubwa zaidi kwa yule tajiri, illa birida sahib, illa atakaporidhia. Kama tulivyosoma hapo nyuma, mali ambayo inatakana itolewe katika zaka isichukuliwe mali nyingi kubwa kwa huyo tajiri mpaka ikampa uzito katika moyo wake, wala pia isichukuliwe duni kakituka duni, la, iwe ni mali ambayo itakuwa ni thamani yake iko kati kwa kati.
haijawa kubwa sana kumpa taabu huyu mtoaji, au ndogo sana kumdhoofisha hata huyu ambaye anapokea zaka hii. Na faida ya mwisho katika tunayoipata, faida ya mwisho siku ya leo, atahdhiru min adh-dhulmi wa anna da'wata al-madhlumi mustajabatun walau kana 'asiya. Watu kuwa na tahadhari, tuchukue tahadhari na dhulma. Atahdhiru min adh-dhulm, tahadhari tuwe nayo katika dhulma, kuwadhulumu watu. Wa anna da'wata al-madhlumi, na kwa hakika dua utakayoomba yule aliyedhulumiwa, mustajabun walau kana asiya, ni yenye kujibiwa, ni yenye kupokelewa, hata kama huyu mtu ambaye wewe unamdhulumu utamuona huyu ni asi, huyu ni mfanya madhambi tu, huyu labda ni lilevi tu hili, ngoja nilidhulumu, si mlevi tu huyu. La, usidhulumu, simdhulumu mtu. Akikuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uliyemdhulumu, ile dua yake haina hijab, haina kizuizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, itapokelewa kwa Allah na majibu yatakuja. Moja katika washairi anasema, la tadhlumanna in kunta muqtadiran, ikiwa unaweza ndugu yangu usidhulumu. Si dhulumu, jiweke mbali kabisa na dhulma. Usichukue haki ya mtu, usivunje heshima ya mtu, usimdhalilishe mtu. Hizi ni katika dhulma. Si dhulumu in kunta muqtadira, kama waweza jizuie kabisa, usidhulumu. Hata ile senti ndogo kabisa ya pesa, unaona kwani hii atajuaje hii, hata hii shilingi moja hii, usidhulumu. La tadhlumanna in kunta muqtadiran fadh-dhulmu akhiruhu yatika bin-nadam, hakika dhulma ambayo wewe unaifanya mwisho wake hiyo dhulma inakujia nini? Majuto. Kwa sababu wewe utamdhulumu mtu na kwenda unalala kwa starehe, unaona wewe labda umewini, una nguvu kuliko yeye, una cheo kuliko yeye, una mali kuliko yeye, lakini yeye anamshtakia Allah ambaye yeye ndo anayemiliki mpaka hicho unachokimiliki wewe. Anakumiliki wewe na hivyo unavyomiliki, anakwenda kumshtakia Allah subhanahu wa ta'ala, ulimdhulumu akiwa ni mnyonge. Basi fahamu dua hii ya huyu aliyedhulumiwa ni yenye kupokelewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na itajibiwa na majibu yatakuja. Kwa hivyo watu wajiepushe. Na hata katika zile shurut, katika yale masharti, ili mtu pia tauba yake iweze kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yako masharti manne. Ikawa pia sharti la nne ni nini? Kurejesha haki za wenyewe kwa wenyewe. Kurejesha haki za wenyewe kwa wenyewe. Kama ulimdhulumu mtu na unataka kuleta tauba, rudisha kwanza ile haki yake. Ulichukua kama ni mali yake, irejeshe. Uliharibu ni heshima yake, kamsafishe. Ulimchafua, kamsafishe. Ulimsengenya, kamuombe msamaha. Dhuluma hizi na watu wanazipuuzia sana. Allahu musta'an. Usipofanya haya, ukamdhulumu mtu, tena ukajiona wewe ni maina, wewe ni unaweza sana, wewe ni mjanja sana, yeye ni mjinga, umemdhulumu, ukajiona basi tayari wewe ndio wewe, fahamu utakwenda kurejesha haki hiyo siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo siku hakuna, kama ni pesa hautarejesha tena pesa. Kama ulimdhulumu pesa hautarejesha tena pesa. Kama ulimdhulumu heshima yake ukaichafua, ukamsambazia mabaya, ukamsambazia uchafu hali ya kuwa yeye hana, hiyo siku hautarejesha chochote, ila yatachukuliwa amali zako, matendo yako mazuri uliyofanya, kisha apewe yule ulimdhulumu. Thawabu zako nzuri nzuri, matendo yako mazuri yanachukuliwa, anapewa huyu ulimdhulumu. Na wewe unakuwa ni muflis, unafilisiwa siku hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo turejeshe haki za wenyewe kwa wenyewe kabla ya kusimamishwa kwa Allah. Manake hapa hata Muadh bin Jabal
alipotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea huko Yaman kwa ajili ya kufanya da'wa, mwisho kabisa alimwambia wattaqi da'watal madhlum fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijabun, muttafaqun alayh. Iogope sana da'wa ya mtu aliyedhulumiwa, kwa sababu da'wa hiyo ama dua hiyo atakayekuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akinyoosha mikono kumlilia Allah, hakuna hijab, hakuna kizuizi, ni yenye kupokelewa na itajibiwa. Na barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Mimi nitaishia hapa kwa siku ya leo idhnillahi ta'ala. Kesho tutaingia katika kuelezea hadithi nyingine, ambapo pia ni katika kuelezea babu ad-du'ai ila shahadati an la ilaha illa Allah, ikiwa ni mlango wa kuwalingania watu, kuwaita watu katika shahada, katika kalima ya la ilaha illa Allah. Sintakuwa na la ziada mpaka kufika hapo, niseme tu Allah tujalie sote kuwa ni minal ladhina, miongoni mwa wale ambao wenye kusikiliza maneno yake mazuri na kuyafuata yale yaliyokuwa mema. Wajazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.